kupatana maana yake ni kusameheana. Yamkini nimekukosea sana. Sasa kwa njia ya upatanisho unanisamehe au ninakusamehe ili maisha mengine yaendelee. Pasipo upatanisho maana yake kuna uadui. Bwana asifiwe. Wangapi wanapenda kuishi katika maisha ya uadui? Yaani kama unapenda wewe uchukiwe tu, nyosha mkono kama upo. Mungu tungekuombea. Kwa sababu hakuna mtu ambaye anapenda na kuishi na maadui au na uadui. Hayupo. Tunapenda kuishi maisha ya amani, tunapenda kuishi maisha ya furaha, tunapenda kuishi maisha yenye mafanikio. Ndio Mungu aliyotuitia hapo. Lakini kwa nini anasema kwa Kristo au kwa Yesu ndiko kwenye upatanisho wa kweli? Na kabla sijaingia huko kwenye neno lenyewe, watu wanafanya upatanisho kwa njia nyingi tu. Hasa sisi wa Afrika. Wapo wanaopatana labda mpaka mbuzi achinjwe. Wapo wanapatana labda kondoo achinjwe. Wapo wanaopatana pombe ipikwe. Sasa hapa kuna makabila mbalimbali. Sasa wewe utataja hizi aina ya pombe, utaangalia nini kimila kikwenu mnapokosana, mnatumia mbinu ipi katika kuleta upatanisho. Lakini kuna makabila fulani upatanisho unafanyika kwa kimpumu. Unajua kimpumu? Kimpumu iandaliwe, tambiko zifanyike, ndio watu wanapatana. Au utakuta wamepatana either koo na koo au hata ndani ya familia. Wanafanya hivyo kuleta upatanisho. Lakini kuna kitu kinaitwa mbwali. Wengine wanapatana kwa mbwali. Waruguru. Pombe, kisikia mbwali ndio usihangaike. Mwambie jirani yako mbwali. Ila msinyo. Bwana asifiwe. Mbwali. Inaandaliwa hiyo. Maana kutokuta watu wamepatana hawasalimiani, yani hawatakiani, wanatakiana mabaya tu. Kwa inaandaliwa mbwali hiyo. Wazee wa mila wanakaa, wanawapatanisha hizo koo au wanapatanisha hizo familia. Lakini kuna rubisi. Unalijua rubisi nyewe? Wengine wanapatana kwa njia ya rubisi. Lakini kuna ajani moja inaitwa sare, mnalifahamu? Au mmesikia? Wengine wanapatanishwa kwa majani. Lakini kuna upatanisho, mwambie jirani yako damu. Hapo sasa tutakaa kidogo. Patanisho zinafanyika kwa pombe, ukipatanisha kwa sijaona Umasaini kule. Kwani kuna Masai hapo, unisamee tu. Umasaini kule kuna rafiki yangu mmoja kapigwa mpaka kidole hiki kavunjika, kimekatika. Damu zinatoka. Eti anasema basi kama umemtoa mwenzako damu, umchinjie, umemchinjia kondoo tu. The issue is over. Kweli? Wewe uniweke kilema mimi alafu kondoo, alafu kondoo yenyewe huli peke yako. Wanaitana wote. Hao wamepatana kina Mzeranda. Patana Balanda, wewe ndio mkale yenyewe. Kwa hiyo ni upatanisho. Lakini tunaambiwa kwa Yesu ndiko kwenye upatanisho wa kweli. Bwana asifiwe. Kwa sababu kweli binadamu ana njia nyingi za kuleta mapatanisho. Na katika Agano la Kale kama mmesikia hata kitabu cha Walawi, nipo najiuliza sisi maskini tungefanyeje? Wanakuambia kama ukalete mbuzi, si ukalete kitu gani? Kuna nani ile sadaka ya dhambi na nyingine ya kuteketeza. Sasa najiuliza mwingine hata ukimwambia alete kuku hawezi. Au unaenda kumwambia alete mbuzi. Si tungebaki na dhambi sisi akina pango pakavu. Pango pakavu tia mchuzi. Nakumbuka ulimwengu alifundisha kwa Kiswahili. Wewe nisikilize, kuna sehemu naenda. Unaambiwa wewe bwana Kiula kalete ng'ombe wawili. Ng'ombe huna. Dhambi yako hii lete ng'ombe. Makosa yako haya lete mbuzi 10. Sheria hiyo. Ito sheria. Sasa kama huna, swali langu la msingi, usamehewi dhambi? Kwa sababu lazima usamehewe dhambi, lazima ulete hivyo vitu. Kila mwenye masikio na asikie neno hili. Yesu amekuja mjitoa sadaka mara moja tu pale msalabani kwa ajili ya watu wote. Kuna haja sasa ya kupeleka mbuzi, kuna haja ya kupeleka kondoo, kuna haja ya kupeleka njiwa. Wewe kama unapeleka sadaka ya kumshukuru Mungu kwa hilo tendo kubwa ambalo amelifanya la kukuletea ukombozi.
Ulete uambi safi kalete unga. Hayo ni mambo ya agano la kale. Tumepewa agano jipya. Damu ya agano jipya kukomboa wewe na mimi. Zamani unaambiwa tukalete pesa, kalete hiki. Lakini bado watu wengine hatujui kama tumekombolewa. Bado tunaishi kwenye vifungo tu. Naleta tu. Na mimi hakuna kitu kinachoniumiza, nilikuwa mdogo nakasirika mpaka kesho. Kuna mjomba wangu mmoja mganga, nilishawaambia, kala jogoo lile kati sisi wenyewe katupa kipande kidogo hivi. Sasa mganga gani? Unaleta ukombozi, unemhudumia mgonjwa sinatakiwa apewe zaidi. Kaenda, nakumbuka nilikuwa mdogo, mamangu kanipeleka huko. Asema tena sisi wa Ruguru kule ukoo na nini, kapika likachagua jogoo kubwa. Wewe ni mganga gani anakuja anachagua jogoo hapo wewe? Unaenda kuchagua lile kubwa, linaitwa chisilika kaya. Yaani maana yake hiyo si Kiswahili chake nini yani? Kama jogoo la mji. Mganga anasema siku ya kuja mkutano anaita mimi mjomba wake. Maana kwa Ruguru wajomba ni kila kitu. Huyu siku anakuja aje na hilo jogoo chisilika kaya. Ndio achichi nichinjwe ni nani nipone si. Limechinjwa limetengenezwa na mizizi, wameweka na mizizi sufuria kubwa. Taso sufuria ilikuwa lichungu lile. Kama watu wa Singida chungu kubwa. Amepikia humo. Baadaye sasa mimi nimeamulia kunywa kimchuzi kwenye bakuli kidogo. Mgonjwa huyo. Hii inaniumiza sana kwamba sasa hivi tumwangalie Yesu. Kiangalia tutayumba sana. Baadaye cha pili sasa kilichofanyika tena lile jogoo kakata kidogo, yani kipande hivi nje. Eti ndio ya mgonjwa. Wengine yote kapeleka wapi? Wewe peleka hayo mafungu ya 10 watakula wenzio. Wewe naomba ujipatanishe na Yesu. Bwana asifiwe. Kujipatanisha kwa Yesu unajipatanisha kwa sadaka. Hiyo sikudanganye mtu. Kwa mganga tu unatoa sadaka. Ukifika anza kupiga mkwala pale, kabla hujaingia hapo anabadilisha na sauti. Vua viatu. Mbona hapa tunaingia na viatu? Natoa Bwana Mungu wetu yuko hapa, tunakuja na viatu. Vua viatu huko tangu unatokea huko na kuona umeniona wapi? Kisaikolojia na kuchanganya na wengine watu kabisa wameenda shule na ni wanachanganywa. Anasema Mungu imekasirika, bahati yako. Ungepita leo, kesho ungekiona cha mtema kuni. Weka milioni 1 hapo. Mtu anaweka wala haulizi. Kwa Mungu sasa. Tunatafuta kiwanja. Nataka nione leo kama kweli tunajipatanisha na Yesu Kristo. Ambapo tumesema ndio mpatanishi wa kweli. Na kama ni wa kweli basi wewe na mimi tujipatanishe naye. Na kujipatanisha tunajipatanisha kwa sadaka. Hiyo ipo, sio debe wala nini, ni obvious. Wewe ulishaenda kwa mganga alikwambia leo waso wa mganga leo. Mimi mwenzenu nilienda, nyinyi hapa mngeenda Mungu awabariki. Sasa ulishakwenda alishakwambia kwamba leo unaumwa malaria au leo ugonjwa wako wa kawaida. Ulishakwambia hivyo? Kwa hiyo na nyinyi mmeenda ndio unatanyia. Tupo wengi. Lazima ukienda anasema jirani yako. Yule mama kitua hatari, ukichelewa kesho we haupo. Mungu wangu. Mtu anamwona mama kitua yule anabadilisha na njia. Yule hatari. Hatari wapi? Naomba ujipatanishe na Yesu Kristo. Bwana asifiwe. Damu ya Yesu ndio kupatanishe. Na ikikupatanisha na Yesu Kristo utakuwa umekombolewa. Damu itakuweka huru, damu itakutakasa, damu itakuwezesha, damu itakupa nguvu. Lakini sema kama unapatanishwa na damu ya kuku, ngoja tu wawanga watakuchezea hadi uko. Unapatanishwa na damu ya kondoo, subiri, tafuta cha mtema kuni. Mwanzoni niliteswa pale sehemu moja inaitwa Dumila, nilikomeshwa. Lakini hawakuniweza. Bwana asifiwe. Ndio. Yaani jamani, wewe unasema uchawi haupo, wewe hujalogwa. Au unasema uchawi haupo, unamtegemea Mungu aliye kweli. Siku ukiyumba tu. Kwa sababu wale jamaa nao hawalali. Wanajua kabisa wewe unajipatanisha na damu ya Yesu na wenzako na wanajipatanisha na damu nyingine. Ukisinzia tayari. Sasa usijichanganye. Wewe sema mimi Yesu alikufa mara moja
na mimi najipatanisha naye kwa njia ya sadaka, najipatanisha naye kwa njia ya maombi, najipatanisha naye kwa njia ya neno la Mungu, utakuwa salama. Ndio maana nasema kwa Yesu kuna upatanisho wa kweli. Upatanisho wa kibinadamu tu, wa kimagumashi tu. Leo mnapatanishwa, mnawapa watu hela, kesho mnarudi pale pale. Lakini kwa Yesu kipatanisho ndio upatanisho wa kweli. Kwa hiyo agano lako likawe agano la damu ya Yesu Kristo. Usiweke na maagano mengine. Mengine kama maagano mengi kweli. Kwenye nyumba na agano, kwenye shamba na agano, kwenye biashara na agano, kwenye shamba na agano. Sasa wewe unategemea nini hapo? Mchanganyiko, na ukishachanganyika lazima uumie. Kwa hiyo ndugu zangu, tunaambiwa kwa Yesu kuna upatanisho wa kweli. Ukienda kwa Yesu akikupokea, wala hakuna gharama. Gharama yako ni kuamini tu na kutenda na kufuata. Damu ya Yesu ina nguvu. Kwa hiyo inatakasa. Kama ni magonjwa itakutakasa, kama ni mikosi itakutakasa, kama ni chochote ita na kutumia damu ya Yesu Kristo. Usibaki unalalamika, mimi sijaolewa, mimi wachumba hawanioni. Jitakase kwa damu ya Yesu. Bwana asifiwe. Mimi biashara yangu haitoki, mimi kuku wangu hawauzike. Jitakase kwa damu ya Yesu. Hii ndio agano la kweli hilo. Sasa kuna mtu anajenga nyumba nzuri, kabla hajaingia tu nasema ukanizindikie nyumba. Wewe kazindike nyumba yako kwa damu ya Yesu. Bwana asifiwe sana. Mwisho anakusema ule mchawi, tukipita nyumba yake ina viloloso, ina nini. Kumbe wewe uko ndani ya damu ya Yesu. Kila mwenye sikio na asikie neno hili. Biashara yako mkaribishe Yesu, ndio mpatanishi. Weka upatanisho na Yesu. Kwa Yesu, kwa biashara hii uitakase, uibariki, uilinde, nami nitakushukuru. Najipatanisha kwako kwenye biashara yangu kwa sadaka yangu hii. Zamani unaleta unga, unaleta mifugo, lakini siku hizi unaleta bahasha na Mungu anaibariki. Sasa leo natamani kweli tupatane na tujipatanishe kwa Yesu kwenye kiwanja hiki, hata nikifa, lakini ile sadaka yako itanena mema tu kwa familia yako, kwa wajukuu wako, kwa watoto wako, itanena mema tu. Kwa sababu hapo watakuja watu mbalimbali, watu wa Mungu, watahubiri neno la Mungu. Wamekaa kanisani, wamekaa kwenye kiti. Ulifikiri anayebarikiwa nani kama sio uliofanya? Mungu atakubariki tu mpaka na kizazi chako. Nasema huyu alinunua sehemu ya kanisa, alinitolea sadaka, na kwa kufanya hivyo natabiri Mungu akakuinue. Mungu akakubariki, yani uingie hapo na utokapo. Amen. Na yani akakuweka kwa viwango vya juu. Akatoka akasema, navunwa huyu, navunwa siku hizi mbunge. Amen. Kuna watu wengine wanashangaga vitu vya ajabu. Na hata yule, Sasa naomba neno alilosema Mama Chekani. Ukija kwangu nimebandika milango yote, nasi hatutalegea. Mwambie jirani yako, na sisi hatutalegea Sinai. Yaani ukija kwangu unaanza kupokelewa na hatutalegea. Mlango ule ukiingia toilet tunaleta washing room zote imeweka kule. Nasi hatutalegea. Mtoto wangu mdogo yule nilibandika usiku, asubuhi anaamka asema, baba, nasi hatutalegea. Nimesema tayari injili imeenda. Kaka yao kaja jana, kaka yake kaja usiku. Kaingia mlango wa kwanza akasema, akasema, milango yote imeandikwa nasi hatutalegea. Sema kwa pili huyo na kusubiri dada yao sasa aje naye. Kwa sababu akiingia chumbani kwake nasi hatutalegea. Ukiingia utasoma tu neno la Mungu utaki. Washing room utalisoma, si utakuja. Labda mwaka uishi. Utaki utasoma, usitaki utasoma. Ile neno linatia nguvu. Tusilegee wapendwa katika kumtumikia Mungu. Bwana asifiwe. Tusilegee kabisa, kwa sababu sisi tumeshapatanishwa na Yesu. Hatutakiwi kulegea. Watu wanatushangaa hivyo. Sasa tukishanunua hapa, tutaongea na mchungaji wa usharika sasa, na sisi tuje tuzindue hapa. Si eti jamani.
Maanake hapa hakuna jiwe la msingi wala hakuna jiwe la ufunguzi kwa mantiki hiyo, kwa sababu tukiwaleta watu watasimama wapi? Hapa. Lakini tukipata mpaka kule mbele, pa kusimama papo. Hata tukisema tunafungua, tunaweka jiwe la msingi, tuna nini, sehemu ya kusimama ipo. Kwa hiyo tusiregee, tupate hilo eneo, na tukipata hilo eneo Mungu atukuzwe na wala sio mwanadamu. Kila tukifanya tunafanya kwa utukufu wako Mungu. Hoji kwamba hiyo ni sadaka kama sadaka nyingine. Badala kwenda kuambiwa kanunue ng'ombe 2, kanunue ng'ombe 3, lete hata ng'ombe 1 hapo. Lete hata mbuzi 5. Na unasema Mungu, ninakununulia eneo, ninakujengea nyumba. Na Mungu amesema kukufanya hivyo atafurahi. Kwa kila mwenye masikio nasikie neno hili, lakini nawasihi lile nyakati 2 kwamba nasi hatutalegea. Naomba libaki na Sinai hapa. Na bahati mbaya mama Chekani hujaja na zile stika. Sasa mimi zangu zote nimebandika zimeisha. Hata kwenye gari yako unabandika. Umesikia rafiki yangu nani? Unabandika hata kwenye gari yako pale. Shughuli kwenye gari. Nasema nami sitalegea. Lakini sasa ukijiregeza mwenyewe shauri yako. Lakini neno linataka tusilegee katika kumtumikia Mungu. Tusilegee katika kupambana na shetani. Maana shetani yupo, mtake msitake. Anasema watoto wa Mungu wanapokusanyika na yeye lazima anajihudhurisha mali hapo. Inawezekana tu mtu na shetani, lakini muamnaiti. Wewe waombaji hao. Wengine nasikia anawatia watu kichefu kila saa anaenda kutema mate nje, ili wasisikie neno la Mungu. Wengine wanasinzia, wewe usiku hujalala. Yaani kwa yakiimba na nini watu wanafurahi. Neno la Musa, Bwana Mungu wetu yuko hapa. Jamani. Huko ni kulegea, usilegee kwa jina la Yesu. Usilegee. Kwamba shetani ndo anatupa kazi. Tunasema kuna fellowship, kuna wale waombaji, kuna waombaji kwa sababu shetani yuko. Mimi nampenda sana shetani. Ametupa kazi ya kupambana naye. Lakini vinginevyo bila shetani labda sasa ingekuwa toero na lima mihogo. Lakini kwa sababu shetani yuko. Sasa wakati mwingine shetani anakandamiza sana watu wa Mungu. Naomba tujipatanishe kwa damu ya Yesu. Basi usiogope vibwengo. Utasema mkoa fulani ni kiboko. Ni kweli kama huna Mungu wa kweli. Sasa mnisamehe, kuna rafiki yangu mmoja alikuwa anaongea. Kuna sema inaitwa Kidegembe. Mnakijua Uruguruni? Kidegembe. Mnaniangalia, mnaijua kusema inaitwa Kidegembe? Nazenu limeenda huko Kidegembe. Nakufahamu. Lakini Uruguruni sawa, Kidegembe Uruguruni. Kwani kuna Kidegembe nyingine? Bwana asifiwe. Kama kuna nyingine tuambie. Naona rafiki yangu Nyamoga, mimi najua Kidegembe ya Uruguruni. Kuna nyingine ipo? Ya Njombe. Kumbe. Mmesikia kuna Njombe na kwa sasa sijui ya huko. Mimi najua Uruguruni. Najua Kidegembe sio mchezo. Kama hujajipatanisha na damu ya Yesu, utaburuzwa. Of course Uruguruni hakuna Kidegembe. Katusaidia. Mimi sijasema, ila kasema Nyamoga yule. Sio kusema mchungaji kasema mimi nimesema ya Uruguruni. Sasa kama ipo haipo sijui. Lakini nachotaka kusema kwamba watu wanamtanguliza shetani kuliko Mungu. Yaani nguvu ya shetani inawekwa mbele. Kumbe hamna. Nguvu ya Mungu kiwa mbele, hakuna cha Kidegembe, hakuna nyumbani tu, hakuna Kolero, Kolero Uruguruni. Samani utasema naenda Kolero. Yaani wewe mwenyewe hata kama una deni unalipa wewe. Nasema landa hutaki kunipa deni langu na kwenda Kolero. Unalitoa bwana hata siku hizi usiku. Watu wanaogopa kweli kwa sababu kwenye mizimu. Akienda kukushtakia huko huamki wewe. Mimi nafikiri hata Kidegembe haioni ndani. Lakini watu wana hofu na shetani kuliko Mungu. Naomba tumuogope Mungu.
aliyesema mbingu na nchi na vyote vijazavyo dunia ni mali yake, na muogopeni anayeua mwili na roho. Wachawi wanaua mwili tu, si ndio? Roho ina survive, lakini ibilisi anaua vyote. Nani wa kumuogopa? Halo, jipatanishe na damu ya Yesu Kristo. Ndio message yangu kubwa hiyo, ambayo anasema ndio upatanisho wa kweli. Ukipatana na damu ya ng'ombe ina mwisho hiyo, na ya kondoo ina mwisho, ya kuku ina mwisho, lakini damu ya Yesu ikakufunike, damu ya Yesu ikakuzingire katika maisha yako, katika kazi zako, ofisini kwako, unapotembea, kwenye masomo yako, kila utakachofanya. Sema damu ya Yesu ikufunike, na utaona matokeo yake. Mtu akwambia peleka ng'ombe huku, sema ng'ombe bwana nachinja, nyama nyingine nakula, nyingine nampelekea mchungaji makala naye akatobole. Unajua kutobola? Inanena mema, o damu yake Yesu Bwana inanena mema, o inanena mema, damu inanena, damu inanena mema, damu inanena, o inanena mema, nena mema, damu inanena, damu inanena mema, damu inanena, o inapatanisha, patanisha, damu inapatanisha, damu inapatanisha, damu. Tunakushukuru Mungu Baba wa Mwokozi wetu Yesu Kristo, Mungu uliye hai, Mungu wa Isaka, Yakobo na Ibrahimu. Tunakiri wewe ndiyo Mungu wetu. Asante kwa ajili ya watoto wako waliosikia neno hili. Asante kwa ajili ya damu ya Yesu Kristo mweka pale msalabani, inayotuletea upatanisho wa kweli. Kupitia damu hii, Mungu mfalme wa mbingu na nchi, watoto wako wakapatane, walioachana wakarudiane, waliokosana wakapatane, amani ambapo imeondoka ikarudishwe na amani tena, maana mwenyewe umesema damu yako ndio inatupatanisha na unaleta upatanisho wa kweli. Asante kwa ajili ya sisi sote Mungu, tunajikabidhi mikononi mwako, ukatupatanishe kwa njia ya sadaka zetu, ukatupatanishe hata kwa njia ya kiwanja ambacho natarajia umetupa wewe Mungu mwenyewe. Mungu kafanyike baraka sasa na siku zote, kwa Kristo Yesu aliye Bwana wetu tunaomba utusikie. Amen. Amen. Naomba mkae.